Bwana, mnyama mkali Simba Sports Club jioni hii ya leo yupo ndani ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ndani ya Mbweni, Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mashujaa FC kutoka Leki Tanganyika, Kigoma. Mechi hii bwana, mashabiki wa Simba wametengeneza hamu ya kuona timu yao kwa wakati huu. Timu yao ina kitu gani? Kwa nini? Kwa sababu kuna maingizo mapya yamefanyika kikosini kwa maana ya wachezaji wapya, na wachezaji wapya hao wapo wachezaji ambao wameonekana kwenye mechi moja tu, na hiyo mechi dhidi ya Esperance de Tunis. The like of wachezaji kama Libase Geye kaonekana katika mechi ile, Cletus Chota Chama of course huyu ndo amerejea kwenye kikosi na wenyewe pia wamemuona katika mechi ile, wanatamani kuwaona tena katika mechi nyingine. Unajua mechi dhidi ya Esperance sio kipimo kizuri sana cha kupima kwamba wachezaji hawa wako kwenye daraja la namna gani, kwa sababu ni mechi kubwa. Unajua wachezaji wapya wanaingia tu kikosini, alafu wanaingia kwenye mechi yenye tempo kubwa. At least wacheze mechi ya mpinzani wa daraja ambalo wanamudu, ili waanze kupata ile chemistry, momentum, ili waweze kufanya vizuri katika michezo inayokuja. Kwa hiyo wachezaji wa Simba, mechi dhidi ya Mashujaa ndio mechi ambayo tunakwenda kuanalyze sasa, kwa sababu ni mpinzani ambaye daraja lake wanalimudu. So hapa Steve Barker ndo anakwenda kutuonesha Simba yake inaanzia wapi, turning point inaanzia wapi kwenda wapi, ndo tunaenda kuiona leo dhidi ya Mashujaa. Naamini kuna wachezaji leo huenda tukawaona zaidi wakipata nafasi ya kucheza, the like of huyo Libase Gay ambaye tumezungumzia, huenda akaanza. Ni nyota ambaye tutakwenda kuona sasa natural color, ile rangi yake ya asili ya mchezaji huyo ni ipi, ndo tunakwenda kuiona katika mchezo wa leo. Cletus Chota Chama amerudi akitokea Singida Black Stars, yupo ndani ya Simba. Natural color yake ni ipi, ndo anarudi sasa kuja kutuonesha. Na wachezaji wengine hatujamuona bado. Ismail Olivier Toure, mlinzi wa kati, huenda leo ikawa nafasi kwake akaanza katika safu ya ulinzi ya Simba. Lakini pia nyota wengine ambao wamewasajili Simba ambao wapo kikosini mwao, the like of Anise Oura. Unajua Anise Oura alianza kutrain na timu tangu akiwa Tunisia, alianza kufanya mazoezi kule. Kwa hiyo inawezekana leo akapata nafasi ya kucheza. Lakini pia Jospin Loemba sidhani kama inaweza kuwa rahisi kwa maana ya kucheza leo, sidhani. Lakini kama itakuwa na yeye yupo kwenye mpango kazi, basi itakuwa ni kitu kizuri kwa mashabiki ili kuweza kuona timu yao ina kitu gani, timu yao inakwenda kuonesha kitu gani dhidi ya Mashujaa leo hii. Kwa hiyo Steve Barker ana kitendawili ambacho anakwenda kututegulia katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni mechi ambayo hutakiwi kukosa. Kama kwa Dar es Salaam, naenda Meja Jenerali Isamuhyo kama angalia mnyama mbele ya Mashujaa, kitu gani ambacho mnyama amekiandaa. Lakini ni mechi ambayo sio tu ya entertainment, sio tu ya kuonesha kilicho bora kwao kwenye kikosi chao. Ikumbukwe Simba wanaelekea katika mechi ngumu muhimu ya Ligi ya Mabingwa Afrika siku ya Jumapili dhidi ya Ataraji Esperance. Ni mechi ambayo tumeitilia sana makelele hapa. Ni mechi muhimu sana na umuhimu wake unafahamika. So Simba huenda katika mchezo dhidi ya Mashujaa wakatupa vitu viwili tofauti. Inawezekana mchezo dhidi ya Mashujaa kikenda kucheza kikosi ambacho inawezekana kikenda kucheza kikosi ambacho ndio kinakwenda kucheza dhidi ya Esperance siku ya Jumapili. Hiyo inawezekana. Kikosi cha leo inawezekana ndio booster ambalo wanaandaliwa Esperance de Tunis. Hiyo moja, kwa maana kocha anataka ile rhythm, anataka muunganiko, anataka timu ya ushindi anaitengeneza hapa, na ukizingatia wachezaji wengi ni wapya. Kwa hiyo huenda akatumia platform ya leo dhidi ya Mashujaa kutengeneza timu yake kuelekea mchezo wa Esperance. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni copy and paste katika mchezo dhidi ya Esperance. Hiyo moja. Eneo la pili, huenda leo akapumzisha nyota wengi ambao wanataka kuwatumia dhidi ya Esperance. Yes, kwa sababu ya hofu. Sometimes watu wanakuwa na hofu ya kuonekana kile ambacho wanakidisplay. Esperance miongoni mwa timu ambazo zina network kubwa ya kusoma mpinzani ni pamoja na Esperance de Tunis. Hawa bwana, nilijuaje hiyo?
ilikuwa kipindi cha AFL, African Football League, ilichezwa hapa Dar es Salaam. Mechi ya ufunguzi kuna baadhi ya mechi zilikuwa zinachezwa hapa, ikiwa mechi ya TP Mazembe na Esperance ilikuwa imechezwa hapa. Kuna kiongozi mmoja wa Esperance nilikutana naye, nikazungumza naye, akawa ananionyesha timu ya watu wa Esperance takriban 5 ambao wako jukwani, wamekaa pamoja wanaangalia mechi. Hawa ni ma-analyst. Just imagine, ma-analyst 5 wanaisoma ile mechi, alafu muda wa mapumziko mmoja anachukua ripoti anapeleka chini, wanakwenda kujadili kwamba hawa wanakosea hapa, tunafanya hivi, hapa tupita wapi. Hiyo ni Esperance. Nguvu yao kwenye michuano ya kimataifa ya CAF haikuja kwa bahati mbaya, kwa sababu ya uwekezaji mkubwa ambao wameufanya, na miongoni mwa maeneo ni pamoja na hilo la kustadi wapinzani. Sasa kwa Simba wanakwenda kukutana wanakwenda kucheza mchezo huu, ikiwa ni mchezo ambao wanahitaji pia hizi alama tatu za leo wanazihitaji kwa maslahi ya ligi. Ili urudi tena kimataifa, inabidi umalize katika nafasi za juu. Kwa hiyo hawataki kupoteza alama. So far tunapozungumza katika msimamo, wako nafasi ya 5 juu ya Namungo ambao wako nafasi ya 4. Kinara wa ligi hii ni Young Africans ambaye ana jumla ya alama 21. Simba ana alama 13. Shanifahamu hapo. Kwa hiyo ukiangalia hilo gap, kuna gap hapo kutoka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yes, Young Africans ana alama 22, manake kazidiwa alama 9 Simba. Usishangae nimehesabu vidole hapa, hesabu hakuna. Hakuna hesabu hapa. Kwa hiyo Young Africans amezidiwa alama 9. Simba amezidiwa alama 9 na Young Africans. Manake nini? Manake ni kwamba Simba yuko nyuma kwa michezo miwili, sawa, lakini hata kama hiyo michezo miwili ataicheza na atashinda, tafsiri yake bado atakuwa amezidiwa na Yanga alama 3, hata kama atacheza michezo yake miwili na atashinda. So Simba mechi ya leo lazima apate matokeo mazuri ya ushindi ili aweze kuclose lile gap kati yake yeye na bingwa mtetezi ambaye ni Young Africans. Kwa hiyo mechi ya leo ni muhimu mno. Young Africans wanaingia kwenye wanamwangalia Simba wakiwa hapo comfortable, wamefunga magoli 21, lakini pia kama haitoshi wameruhusu magoli machache, magoli 2 tu mpaka sasa. Kwa hiyo wanamwangalia Simba kwa comfortable, lakini hawatamani ashinde kwa sababu huyu ni mpinzani wao mkuu katika mbio za ubingwa. Lakini ndio hivyo, mashabiki wanatamani kuona Simba yao, na sisi tunatamani kuona Steve Barker anaingiaje katika hii mechi. Ni squad ya Esperance, na tutaiona squad ya Esperance inaonekana, au ni squad ya kupumzisha wachezaji kwa ajili ya mchezo huu. Kwa hiyo tunasubiri muda utakapofika, tutaona mambo yatakavyokuwa. Anyway, wewe unaonaje? Mnyama leo anaua dhidi ya hapana, nisiulize ile swali. Mnyama leo aanze na squad ambayo itacheza dhidi ya Esperance, au acheze tuna squad yake ambayo itacheza ligi kuu dhidi ya Mashujaa? Yaani ile squad ya Esperance ifiche? Niweke comment kwenye comment section. Hii ni Mzinga Sports.